Ninakusalimia katika jina kuu la Yesu Kristo, wewe unayenisikiliza. Somo ilo mbele yako ni somo la Pasaka. Tutakwenda kuangalia nini maana ya Pasaka, ilianza lini, na mwana kondoo ambaye alikuwa ananabiliwa kama mwana kondoo wa Pasaka alitolewa lini. Ninaomba niombe. Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, najua we ni Mungu, upo. Ni wewe uliyeumba mbingu na dunia, na vitu vyote vimeshikiliwa kwa neno la uumbaji wako, Mungu wa Israeli. Asante Bwana kwa ajili ya kipindi hiki ambacho Mungu wa Israeli ndio kutufundisha juu ya Pasaka. Ninaomba Mungu uongozi wako, ukanipe lugha nyepesi ya kuweza kulifundisha somo hili katika Roho Mtakatifu. Nafahamu Roho Mungu ndio mwalimu, nitumie kufundisha Bwana kwa ajili ya kanisa lako takatifu. Na funika eneo hili katika damu ya Yesu, damu iliyo hai, damu yenye uweza. Ikamfunike huyu anayenisikiliza, na ukampe ufunuo wa kujua kukuabudu Mungu kupitia katika damu ya thamani. Mungu wangu, asante kwa kuwa naamini Bwana utakwenda kutuongoza na kutuweka katika kweli yote. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kukushukuru Mungu. Amen. Pasaka. Tunakwenda kujifunza pamoja. Nitapitia katika maandiko kadhaa kwenye Biblia ambayo yanatuelekeza juu ya neno hili Pasaka. Pasaka kwa mara ya kwanza tunaliona limeandikwa kwenye kitabu cha Kutoka, ile sura ya 12, kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 13. Ni kipindi hicho ambacho Mungu alikuwa anawatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa ya Misri kuwapeleka katika nchi ya Kanani. Na ni wakati ule ambao alimwagiza mtumishi wake Musa, kama nitavuna kusoma katika ile Kutoka ile sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 13. Ninakwenda kusoma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na aliye karibu na nyumba yake na wamtwae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Mstari wa 8, watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala kutoswa majini,
bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yao yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Mstari 13, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitapoiona ile damu nitapita juu, lisiwapate pigo lolote litakaloharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Niongeze mstari 14, na siku hii itakuwa ni ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Katika mistari hii ambayo tumesoma, Biblia inasema Mungu anamwagiza Musa ya kwamba, anasema mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza kwa mwaka kwenu. Huo mwezi wa kwanza kwa Israeli ni mwezi wa Nisani, unaitwa Nisani au Abibu. Kwa hiyo katika mwezi wa Abibu, ambao kwetu huko ni kati ya mwezi wa Machi na April, mtamtoa mwanakondoo au mwanambuzi katika kundi katika siku ya 10, yani tarehe 10. Mtamweka mpaka siku ya 14, yani tarehe 14 ya mwezi wa Nisani au mwezi wa Abibu, na mtamchinja jioni hiyo siku ya 14. Bwana Yesu asifiwe. Mtamchinja jioni hiyo siku ya 14. Sasa niseme hapa ya kwamba ni unabii unaoelekeza kwa habari ya huyu mwanakondoo wa Pasaka. Atachukuliwa lini na tarehe mwezi gani, kwa maana mwezi gani na tarehe ngapi, na atachinjwa saa ngapi. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba hapa kwamba, kwanza niseme tu kwamba kwa maana ya kwamba mwezi, siku katika mwezi huo na muda wa kumchinja mwanakondoo uliwekwa wakfu miaka 1500 kabla ya mwanakondoo halisi, Pasaka wetu Yesu Kristo, hajatolewa sadaka pale msalabani. Kwa hiyo tunaona kwamba mwezi wa Nisan, ambao ni mwezi wa kwanza kwa Israeli, ndio mwezi ulioamriwa kwamba watakuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hivyo kila mwaka mwezi wa Nisan tarehe 14, wanachinja jioni. Neno saa jioni hapa ni maana yake ni saa 9 za mchana, saa 9 mchana. Kwa kila mwaka saa 9 za mchana katika mwezi wa Nisan walikuwa wanachinja jioni. Na Biblia inasema kwamba mtachukua ile damu, mtaipaka kwenye miimo miwili, ili yule alaye atakapoiona hiyo damu atapita juu. Kwenye Kiingereza nasema atapass over, yani atapita juu. Kwa hiyo siku hiyo damu ya mwanakondoo wa Pasaka walioipaka katika miimo iliwatenga Israeli na Misri. Misri walikufa, wazaliwa wao wa kwanza kwa mnyama na kwa wanadamu walikufa,
Israeli hawakufa kwa sababu ya damu ya mwanakondoo ikawatenga. Mauti ikatenga mauti na uzima, kwa maana kwamba Misri walikufa, Israeli hawakufa. Tunaona kwamba damu ya mwanakondoo wa kwanza kabisa katika siku hiyo ilitenga mauti na uzima, ilitenga Misri na Israeli, na walikula nyama ya mwanakondoo yule, na ile nyama walioila ikawa nyama katika nyama zao. Katika miaka yote waliokaa jangwani wa kuugua, walikuwa ni wazima, mifupa yao ilikuwa mizima tu, na walipokuwa wanatembea katika Mungu na kutii sheria ya Mungu, waliendelea kuwa ni wazima katika Bwana wao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninachotaka niseme hapa ni kwamba baada ya kuona hilo eneo la Agano la Kale na ule mwezi ambao ulimetajwa pale, mwezi wa Nisani, na tarehe na muda, hebu tusogee pamoja katika kitabu cha Mathayo kwenye Agano la Jipya. Hebu fungua Mathayo sura ya 27, tuangalie Yesu pale msalabani. Katika Mathayo 27 nitasoma kuanzia mstari wa 45 mpaka 53. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabaktan, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria walioposikia walisema, huyu anamuita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine akasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Na Yesu akisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Mstari wa 51, tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku Yesu Kristo yuko msalabani. Hii siku Yesu alipokuwa msalabani ni siku ile ile ambao walikuwa Israeli wanakula Pasaka kwao vile vile. Ni mwezi wa Nisan, ni tarehe 14, ni saa 9 mchana. Yesu Kristo sauti analia pale msalabani, nasikia kiu. Pamoja na kwamba Kayafa angetamani kwamba labda aone kifo cha Yesu pale msalabani, lakini kwa sababu alikuwa ni kuhani asingeliweza, kwa sababu alikuwa anampasha naye asimame hekaluni kwa ajili ya kuichinja Pasaka. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu wakati yuko pale msalabani, wana wa Israeli na wao kwa upande wao wa pili, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Pasaka kwa vile vile, na muda ni ule ule na tarehe ni ile ile, walikuwa wanachinja Pasaka ya kwao katika taratibu za kwao. Lakini upande wa pili, Mungu ana Pasaka ya kwake mwenyewe kupitia kwa mwana Yesu Kristo. Ilipotimia saa 9, Yesu akasema, imekwisha. Pazia la hekalu likachanika sehemu mbili, na mwanga ukarudi duniani. Kumbuka kulikuwa na giza tangu saa 6 mpaka saa 9. Baada ya kusema imekwisha, pazia likapasuka vipande viwili na mwanga ukarudi duniani. Pazia lilikuwa linafunika patakatifu patakatifu.
mahali ambapo kuhani alikuwa aingii bila damu. Sasa kwa damu ya Kristo Yesu pazia likapasuka, kwamba mwanadamu sasa anayempokea Yesu Kristo anaweza akaingia moja kwa moja, kwa sababu naye ni kuhani sasa mbele za Bwana wetu aliye hai. Mambo hayo yalitendeka siku ya Pasaka. Pasaka ni Ijumaa. Kwa hiyo ni siku ambayo damu ilimwagika, ni siku ambayo pazia lilipasuka vipande viwili na mwanga ukarudi duniani. Baada ya kifo chake wakamtoa msalabani, tunaona kwamba baadaye akazikwa. Ni yangu nitaka nizungumze kidogo kwa habari ya siku ya Ijumaa na siku ya kufuka kwake. Baada ya kuzikwa, siku ya kwanza ya juma Yesu alifufuka, na ninataka niangalie katika hii sehemu vile vile ya kufuka kwa Yesu Kristo. Kuna mambo makuu vile vile yalitendeka katika hii siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu Kristo alifufuka. Mauti ikashindwa, Yesu akafufuka. Katika mistari tuliyotangulia kusoma katika kitabu cha Mathayo, ile sura ya 27 kwenye mstari ule wa 51 mpaka 53, Biblia inasema watakatifu wakatoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake Yesu, wakawatokea wengi. Nataka nizungumzie kidogo katika ile eneo. Ni muhimu sana kama Mkristo, kwa sababu Yesu kama asingelifufuka, imani yetu ingelikuwa ni bure. Imani yetu imesimama pale baada Yesu, imesimama katika ufufuo wa Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo katika hili ninataka nikujulishe vitu ambavyo ni vya msingi, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi sana yanazungumzwa kwa habari ya Sabato nini, na leo sizungumza habari ya Sabato. Nitagusia kidogo katika ile eneo tufahamu nini maana ya Sabato, ni siku gani ambayo Mungu ni siku gani ya kupumzika katika Agano Jipya. Kwa hiyo siku ya Jumapili ina mambo makuu sana litendeka. La kwanza, Yesu Kristo alifufuka. Alifufuka, tunaona kwamba katika ile Yohana Mtakatifu inatuonyesha jinsi ambavyo akina Maria Magdalena waliamka asubuhi kwenda makaburini, lakini wakakuta mwili wa Yesu hauko kaburini. Akaondoka pale mbio kwenda kuwapasha wanafunzi wake, na wanafunzi wakaja kweli wakachungulia, wakakuta Yesu hayupo kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Hayupo kaburini, ina maana amefufuka. Tendo la pili ambalo tumeona katika kitabu cha Mathayo ni kwamba na watakatifu wakafufuka kutoka makaburini mwao. Tukumbuke kwamba wale wote ambao walikuwa wanaamini katika sadaka za damu katika Agano la Kale, hao walipokuwa wanakufa walikuwa wanakwenda paradiso, kwa sababu damu ya mafahali na damu ya kondoo na damu ya mbuzi zilikuwa haziwezi kuondoa dhambi, zilikuwa zinafunika dhambi. Lakini sasa damu ya mwanakondoo halisi aliyenabiliwa si mfano. Sasa damu yake ilipomwagika, wakaondolewa dhambi zao zote na wakafufuka. Mwandishi mmoja akasema kwamba damu ilifunua makaburi. Ndio maana watu wote wanaomkiri Yesu, damu ya Kristo Yesu, damu ya Pasaka, inawafanya wafufuke na wao na watawale pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho. Kuna dini nasema kwamba kila nafsi itaonja mauti. Sisi tuliompokea Yesu kimaandiko hapa hatuonji mauti tena, nafsi haionji mauti. Katika Waebrania sura ya 2 mstari wa 9 anasema Yesu Kristo alionja mauti kwa ajili ya kila mmoja, na kila mmoja anayempokea Yesu Kristo mauti hakuna kwetu tena, tumekuwa hai mbele za Bwana. Kwa wale watu asubuhi walifufuka,
La pili hilo. La tatu, Yesu Kristo alipaingia patakatifu pa patakatifu, si kwa damu ya kondoo, si kwa damu ya mbuzi, isipokuwa ni kwa damu yake mwenyewe. Hebu naomba ufungue Waebrania sura ya 9 na mstari ule wa 12. 9:12. Biblia inasema hivi: wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Ile siku ya kwanza ya juma, Yesu Kristo, tunakumbuka katika kitabu cha Mathayo, kitabu cha Yohana samani, Yohana mtakatifu sura ya 20, fungua na mimi tuone kilichotokea pale. Ni wakati ambapo Yesu amefufuka kweli, akina Maria Magdalena kuja kumwangalia pale kaburini, wanakuta hayupo. Wanafunzi wake wanachungulia, na Yesu hayupo, wanaamua kuondoka kwenye nyumbani kwao. Lakini Maria Magdalena anang'ang'ania kutafuta huyo Yesu, nani kamuiba. Na Yesu anamwambia maneno yafuatayo. Hebu tusome pamoja katika ile Yohana 20, mstari ule wa 16. Yesu akamwambia Mariamu, yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Rabon, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, nimepaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemuona Bwana, na ya kwamba ameniambia hayo. Anamwambia usiniguse, kwa sababu ninapaa, ninakwenda kwa Baba. Ni siku ya kwanza ya juma hiyo, anapaa anakwenda kwa Baba. Katika lugha nyingine, alipopaa kwenda kwa Baba, ndipo alipopaingia patakatifu pa patakatifu, si kwa damu yake mwenyewe. Ndipo alipoingia patakatifu pa patakatifu, si kwa damu ya mbuzi wala kondoo wala ndama, isipokuwa ni kwa damu yake mwenyewe, akiisha kutupatia ukombozi wa milele. Sawa. Tukio moja kubwa sana lilitokea siku hiyo ya kwanza ya juma asubuhi. Na hebu niongezee maneno mengine katika haleluya. Hebu niongeze mstari mwingine katika Waebrania hiyo 9 na mstari wa 24. 9:24 anasema, kwa sababu Kristo akuingia patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni asa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Jambo hilo lilifanyika asubuhi ya siku ya kwanza ya juma, au ni siku ya 8 au siku ya Jumapili. Alipaingia patakatifu baada ya kufuka, na akaipeleka damu ya thamani kule juu mbinguni na kutupatia ukombozi wa milele. Wonderful. Ni ajabu sana. Lingine ni siku ikawa, hebu tusome katika maneno ya Mungu hapo, hiyo Yohana mtakatifu pamoja. Yohana, fungua nami katika kitabu cha Yohana ile sura ya, nataka kujenga imani yako hata unapokuwa unaomba. Tunaomba kwa Mungu wa jinsi gani na kitu gani kilifanyika siku ya kwanza ya juma. Katika ile siku ile Yohana sura ya 20, mstari ule wa 19, ikawa jioni. Na nimekutangulia kusema kwamba unaposikia neno jioni katika Biblia ana maana ya saa 9. Ikawa saa 9 siku ile ya kwanza ya juma, siku ile ambayo alipakwa na mbinguni, ikawa jioni. Palipokuwepo watu wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, nami na wapelekeni ninyi. Mstari wa 22, naye
akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Siku ya kwanza ya juma, saa 9 mchana, Roho Mtakatifu alivuviwa ndani ya wanafunzi 120 waliokuwa kwenye chumba cha juu. Katika lugha nyingine, kanisa likazaliwa. Kanisa lilizaliwa siku ya kwanza ya juma, saa 9 mchana na wanafunzi 120. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaweza nikasema kusanyiko la kwanza la kanisa lilikusanyika siku ya kwanza ya juma saa 9 mchana. Haleluya, haleluya. Ngoja nikupeleke kidogo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Mungu alichukua udongo akafinyanga mwanadamu. Mungu akampulizia mwanadamu pumzi yake, mwanadamu akawa nafsi hai. Neno kupuliza au kuvuviwa linaonekana mara 2 katika Biblia hii, yani kwa maana ya breath, yani kupulizia pumzi ya uhai. Linaonekana katika Mwanzo 2:7. Neno ambalo limeandikwa katika Mwanzo 2:7 la pumzi ya Mungu ndio neno lililotumika katika Yohana 20:22 la kuvuviwa. Kwa tunaona kwamba ile pumzi ya Mungu iliingia ndani ya mwanadamu wa kwanza Adam kwa kupuliziwa, na mwanadamu akawa nafsi hai. Na alipotenda dhambi Adam, ule uhai wa Mungu ulipotea, akafa mbele za Mungu. Lakini tunaona sasa Mungu anarudisha uhai huo katika Yohana ile sura ya 20 na mstari wa 22 kwa kuvuvia na kusema, pokeeni Roho Mtakatifu, mwanadamu akawa hai. Haleluya. Kwa hiyo naweza nikasema jambo la kwanza kabisa na la msingi kabisa katika jambo hili, Mungu anaingia ndani ya mwanadamu tena kwa mara ya pili, yule Mungu ile pumzi ya uhai ndani ya watu 120. Kwa hiyo ninaweza nikasema kusanyiko la kwanza, maana wanasema kwa hakuna Biblia haijaandika kwamba kusanyiko lilikuwa linafanyika Jumapili. Maandiko yako wazi kabisa. Kusanyiko la kwanza la kanisa la kwanza kabisa lilikuwa ni la watu 120 na walikusanyika Jumapili saa 9 mchana. Oh, haleluya. Unajua siku ya kwanza ya juma ni siku ya 8. Neno 8 maana yake ni mwanzo mpya. 8 maana yake ni mwanzo mpya. Ni mwanzo mpya, ndi siku ambayo Agano Jipya lilianza kufanya kazi. Agano Jipya lilianza kufanya kazi siku ya Jumapili, na lilianza kufanya kazi kuwapitia kwa wanafunzi 120. Ni baada ya Yesu Kristo kuamisha kitendo hicho cha kuwavuvia wanafunzi wake 120, wale wakawa rohoni. Sasa Mungu haabudiwi tena katika mambo ya mwilini tena, anaabudiwa rohoni. Mungu akawawezesha kwa kuwavuvia Roho wa Mungu ndani yao, ili waanze sasa kuabudu katika roho. Kwa katika lugha nyingine, Agano Jipya likaanza kufanya kazi rasmi kuanzia hapo katika ulimwengu wa roho. Kwa ulimwengu wa kale umeisha, tunaanza kuishi ulimwengu wa roho. Mungu asifiwe. Naona wasaidie kidogo unaoabudu siku ya Jumamosi. Katika ulimwengu wa roho hakuna siku. Katika eternity hakuna siku. Kule juu unaposema ile sabato ni ya milele, ni milele kweli, kwa sababu Mungu wetu ni wa milele. Na Bwana Yesu ndiye Bwana wetu wa sabato. Neno sabato hapo maana yake ni kupumzika. Na katika kitabu cha Waebrania, hebu naomba nisome kidogo. Ile alisema imesalia sabato ya watu wa Mungu. Hebu fungua kitabu cha Waebrania sura ya 4 na mstari wa 9. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake.
Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia hapo hakuna amri ya kushika siku, kwa sababu katika umilele hakuna siku. Niseme labda nyingine nikusaidia kidogo mahali pale. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuishi maisha ya umilele leo. Kwenye Kiingereza sema tunaishi the future in the present. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuishi maisha ya umilele, ya eternity, ya umilele leo. Sasa katika umilele hakuna siku. Kwa Mungu hakuna siku. Siku of course ni siku zinapimwa kwa jua na mwezi. Katika mzunguko wa jua unaweza ni leo ni siku Jumatatu, leo Jumanne, lakini kule mbinguni baada ya kazi zote kuisha hapa duniani, ambao leo tunaishi katika Roho Mtakatifu, tunaishi yule mtu mpya aliyezaliwa na Mungu kwa mfano wa Mungu. Yule mtu mpya yeye anaishi katika ule umilele kuanzia sasa, japokuwa umevaa ule mwili wa nje. Sasa wale wanafunzi wetu 120 walianza kuishi maisha ya umilele kwa sababu wamezaliwa upya kuanzia siku hiyo. Sasa wamepumzika ndani ya yule Mungu aliye hai. Sasa huyo ndio Mungu wetu aliye hai, tunamtumikia sisi. Haleluya. Mimi nafikiri mpaka hapo unanisikiliza umepata ujumbe. Na neno lingine niongeze sipi. Ile Sayuni. Sema Sayuni. Sayuni, unajua wakati ule wakati wa Daudi walikuwa wanaabudu Sayuni pale Yerusalemu. Kulikuwa na milima mitano. Mlima mmoja ulikuwa ni mlima Sayuni. Sehemu ambayo ni mlima wa ushindi katika nyingine. Siku hiyo baada ya mambo yote yale, sasa ile Sayuni sasa hivi iko mbinguni. Ndio maana katika kitabu cha Ibrania hiyo sura ya 12, hebu fanye tuseme pamoja katika ile eneo uone kitu ambacho labda kitakusaidia kusimama vizuri unapoomba, usiwe na wasiwasi unachokiomba kitu cha jinsi gani. Katika Waibrania sura ya 22 anasema hivi, basi ninyi mmeufikiria mlima Sayuni. Katika tafsiri nyingine anasema bali ninyi mmekuja, but you have come to Mount Zion. But you have come to Mount Zion, yani mmekuja katika mlima Sayuni. Sasa angalia vitu ambavyo viko katika mlima Sayuni huo. Anasema hivi, na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Hiyo ndio roho yako mwenyewe uliyookoka, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyiziwa inenayo mema kuliko hiyo ya Abeli. Mambo haya yalifanyika siku ya kwanza ya juma. Yesu ndio tunaona damu hii sasa iko mbinguni. Sasa aliipeleka siku ya kwanza ya juma juu mbinguni, na roho za watakatifu wa Mungu zikaenda mbinguni vile vile katika ulimwengu wa roho. Ndio tunapokuwa Biblia inasema kwamba tunatawala pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho. Tunakuwa tumebatizwa katika Yesu wetu. Huo ndio mwisho wa sheria. Neno nasema katika ile Warumi 10 na mstari wa 4 kwamba Yesu ni mwisho wa sheria. Ninakumbuka wakati Yesu aliponitafuta, na washukuru sana Wasabato kwa sababu ndio leo ni tia changamoto kumjua Bwana. Wewe kuwa najua Biblia kuliko mimi, nilikuwa Mkatoliki mzuri tu na sikujua Biblia. Kama unafahamu wakati tulikuwa tunasoma Biblia, nafikiri sasa hivi nasoma Biblia vizuri. Kwa hiyo akana ananichanganya sana yule mama, na wengi wakanirubia sana. Wakaniambia je, mnaosali Jumapili sijui vitu gani, ili nitia masa kutaka kufahamu hivi tunaosali Jumapili kweli si sahihi. Siku ile nakumbuka nimekwenda mpaka ofisini nikaomba ruhusa nimtafute mchungaji yote aniambie hivi Sabato, Jumapili na Jumamosi kuna vitu kama bado mchana nilikuwa sivielewi. Nikaenda kwa mchungaji mmoja wa TG akaniambia, lakini hakuweza kugusa moyo wangu, yani akunipa jibu niliyokuwa nataka mimi. Sasa nikiwa natoka pale ofisini kwake, natoka nje, kulikuwa na kibanda fulani kinauza chips.
katika kibanda kile ilikuwa ni saa nne asubuhi, kimeandikwa kasome Warumi 14. Nikasikia ndani ya moyo kama ile message ni ya kwangu. Nikapanda basi mpaka nyumbani, kwa sababu nilikuwa sina Biblia pale. Nikaenda nikasoma ile Biblia, kaniambia imeandikwa kwamba Kristo ni mwisho wa sheria. Sasa hivi ninaona ukweli juu ya jambo hili, kwa sababu baada ya kutafuta nikaenda kusoma, nikaona Yesu Kristo alikuwa ni mwisho wa sheria ili wote wahesabiwa haki katika imani. Kwa hiyo unaona kwamba hapa sasa msalaba unatenga Agano la Kale na Agano Jipya, na katika Agano Jipya ni katika ulimwengu wa roho, yale ambayo yalikuwa hayawezekani katika mwili huu kwa sababu ya udhaifu wa mwili huu. Mungu alituwezesha pale msalabani ili tunapotembea katika roho upate kuyashika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sabato haijatoka, amri za Mungu ziko 10 kama zilivyo, lakini kwa sababu wengine wanasema sabato imefutwa, haipo. Si sahihi. Sabato ipo, amri zote zile za 10 zipo, lakini tunavishika katika ulimwengu wa roho, si kama walivyokuwa wanashika wenzetu katika ulimwengu wa nyama. Kwa hiyo swala sabato atushiki kwa siku ya kusali. Hakuna siku ya kusali niseme katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kila siku na kila dakika ni wakati wa kuomba. Tunamwabudu Mungu na kumsifu Mungu masaa yote, masaa 24 katika maisha yetu. Ndugu naye nisikiliza, hiyo ndio hali halisi kama wewe umeokoka, kwamba umempokea Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Roho yako, yule mtu mpya, yuko mbele za Mungu. Ninasema katika Efeso 4:24, tumezaliwa katika namna ya Mungu, ule utu upya ule, katika haki na utakatifu wa kweli. Unapokuwa umeokoka, ina maana kwamba wewe ulifufuka pamoja na Yesu Kristo na unataka pamoja naye katika ulimwengu wa roho juu sana. Hakuna chochote ambacho adui anaweza akafanya dhidi yako ukijielewa ni nani. Ndivyo walivyookoka jinsi walivyo. Ni watu wa ajabu sana. Hili tungejifahamu si ni watu wa jinsi gani. Kwa hiyo